Makala hii inaanzia nchini Kenya ambako mbunge wa chama cha ODM Charles Ong'ondo Were aliuawa siku ya Jumatano ya Aprili 30 kwa kupigwa risasi jijini Nairobi na watu waliokuwa wakilifuata gari lake. Maelezo ya kina na Minzilet Ijai. Kwa mujibu wa taarifa, mbunge huyo anayewakilisha eneo bunge la Kasipul alipigwa risasi na watu wawili waliokuwa kwenye pikipiki kwenye barabara ya Ngong majira saa 1:30 jioni. Kwa mujibu wa mashuhuda, mmoja wa washambuliaji hao alishuka kwenye pikipiki na kumfyatulia risasi mbunge huyo na kumjeruhi vibaya kabla ya kukimbizwa hospitalini. Kifo chake kinajiri miezi miwili tangu adai kuwa maisha yake yako hatarini kufuatia matukio ya ghasia katika eneo bunge lake ambazo alidai zilichochewa na vyanzo kutoka nje. Hata hivyo, hadi kufikia sasa mazingira ya kuuawa kwa mbunge huyo bado zimesalia kitendawili na tayari polisi wameanzisha uchunguzi kuwatambua wahusika. Viongozi mbalimbali wakiwemo spika wa bunge la taifa Moses Wetangula wamekashifu kitendo hicho na kukiita cha uoga. Na Minzilet, siku ya Jumanne wiki hii wabunge nchini Kenya walikosoa vikali makala yaliyochapishwa na kituo cha habari cha Uingereza cha BBC ambapo ilionyesha namna polisi na wanajeshi walivyotumia nguvu kukabiliana na waandamanaji vijana mwezi Juni mwaka uliopita. Wabunge walihoji kwa nini kituo hicho kiliamua kuchapisha makala hayo sasa hivi na hivyo kufungua vidonda vya yaliyotokea wakati wa maandamano ya Gen Z ambapo watu zaidi ya 60 waliuawa na polisi. Kwa upande wake, shirika la Amnesty International pamoja na mashirika mengine ya kutetea haki za binadamu yaliweka shinikizo kwa serikali kuwachukulia hatua maofisa waliohusika na mauaji ya raia. Irungu Hawk National nchini Kenya aliweka neno na kusema sehemu ya Kenya inaangazia ukandamizaji endelevu wa uhuru wa raia. Hii ni pamoja na polisi kutumia nguvu kupita kiasi na isiyo ya lazima wakati wa maandamano ya mwaka 2024 nchi nzima. Takwimu mpya zilizosahihishwa zinaonyesha kuwa takriban watu 65 raia wa Kenya waliuawa. Vitendo hivi vilifanywa kwa makusudi ili kutengeneza hofu kwa wale wanaoonyesha ukosoaji halali na wapinzani. Ni sauti yake Irungu Houghton, mkurugenzi wa Amnesty International nchini Kenya. Na msikilizaji, na kabla ya kulikunja jamvi la yaliyojiri katika nchi ya Kenya wiki hii ni kuwa Rais William Ruto juma hili alisema baraza lake la mawaziri lilipitisha bajeti ya mswada wa fedha wa mwaka wa fedha 2025-2026, bajeti ambayo alisema imejikita katika kuleta maendeleo na kuwapunguzia mzigo wa wafanyakazi wa umma na raia wa kawaida. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani tarehe 1 Mei, Ruto aliwataka wananchi kuiunga mkono serikali yake huku akiahidi maboresho ya maslahi ya wafanyakazi na waajiri. Mswada huu umetungwa kwa makini ili kuchochea ukuaji wa uchumi, kutoa ufanisi na kuongeza ushindani. Namna umetungwa unatoa nafuu kwa wafanyabiashara na wafanyakazi ili kuimarisha malipo ya wafanyakazi. Waajiri sasa watahitajika kuomba msamaha wa kodi wa moja kwa moja wanapofanyia kazi malipo ya mfanyakazi kuyapeleka nyumbani, hatua ambayo ni mabadiliko makubwa kutoka kwa mfumo wa sasa ambapo nafuu hiyo inaweza tu kudaiwa kutoka kwa mamlaka ya kutoza ushuru hapa Kenya. Wafanyabiashara wadogo pia watanufaika na mfumo mwepesi wa kodi uliorahisishwa, kwani sasa wataruhusiwa kutoa kikamilifu gharama za vifaa vya kila siku katika mwaka wa ununuzi. Hivyo basi kuondoa ucheleweshwaji usio wa lazima wa kupata msamaha wetu wa kodi. Hata hivyo, undani wa vipengele vilivyoko kwenye bajeti hii mpya havijawekwa wazi na tayari kumekuwa na minong'ono ikiwa itakuwa tofauti na bajeti iliyokataliwa na raia mwaka uliopita mnamo mwezi Juni na ambayo ilisababisha maandamano ya vijana Gen Z. Uganda ambako kiongozi mkuu wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine juma hili alisema makao makuu ya chama chake jijini Kampala
yalizingirwa na maafisa wa usalama saa chache baada ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa Rais Yoweri Museveni, kuandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X, Twitter ya zamani, kuwa anamshikilia Eddie Mutwe, mlinzi wa Bobi Wine. Kenneth Lukwago ni mchambuzi wa siasa za Uganda na mwandishi wetu wa Kampala, anatathmini kilichotokea. Jenerali Muhoozi Kainerugaba ameendelea kuweka kwenye mtandao wa X ya kwamba kama chama cha NUP hawatageuza hali yao ya kufanya kazi, huenda mengine yataendelea, lakini chama cha NUP kinajiuliza wamefanya nini. Imesitua mjadala kuhusu hali ya uchaguzi ujayo, kwa sababu hivi nyuma kidogo chama cha NUP ofisi zao ziliingiliwa na vikosi vya usalama, na hata leo walikuwa wamepanga mkutano muda wa saa 8, jeshi la SFC ambaye linamlinda Rais Yoweri Museveni likiwekwa kwenye kituo cha hicho chama na kuwakataza wakuu wa chama hicho kuingia. Ni tathmini ya mwandishi wetu Kenneth Lukwago, mchambuzi wa siasa za Uganda. Wiki hii wanasiasa wa upinzani nchini DRC walisema wananuia kujiunga kwenye mazungumzo ya kitaifa yanayolenga kutafuta suluhu la utovu wa usalama katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Benson Wakoli na maelezo zaidi. Kwa mujibu wa taarifa pamoja iliyotiwa saini na viongozi wa upinzani wakiongozwa na Rais mstaafu Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moise Katumbi na Deli Sesenga, viongozi hao wamesema wanakaribisha juhudi za sasa za kusaidia kupatikana kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinazoongozwa na Umoja wa Afrika pamoja na taifa la Qatar na muungano wa maaskofu wa kanisa Katoliki nchini DRC, Senko. Viongozi hao wanasema juhudi zozote ambazo zitapuuza msingi wa mgogoro wa DRC kama vile ukiukaji wa katiba, rushwa na udanganyifu wakati wa uchaguzi hazitasuluhisha mzozo wa sasa unaotatiza taifa la DRC. Kwa upande wake, msemaji wa muungano wa Lamuka, Prince Epenge, amesema juhudi zozote za kutafuta amani ya DRC bila kuhusisha umoja wa taifa la DRC hazitafaulu, akitaka viongozi wa kisiasa, mashirika ya kiraia na makundi yaliyojihami kuhusishwa kwenye mazungumzo ya kutafuta suluhu la mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Epenge anasema suluhu kwa mzozo wa DRC halitatoka kwa wapatanishi wa nje ila wakongomani wenyewe. Naam, Benson, tukisalia huko DRC ni kuwa siku ya Jumatano serikali ya Kinshasa kupitia kwa waziri wake wa sheria Constant Mutamba inalitaka bunge la Senate kumwondolea kinga rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, ikimtuhumu kuwaunga mkono waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda mashariki mwa nchi hiyo. Kabila ambaye ni seneta wa maisha analindwa kisheria kutofunguliwa mashtaka yoyote kwa sababu ya nyadhifa hiyo. Hata hivyo, waziri wa sheria Constant Mutamba anataka iondolewe kinga yake kwa kile anachosema kuna ushahidi tosha kuthibitisha madai ya serikali ya Kinshasa. Constant Mutamba: vyombo vya sheria vimekusanya ushahidi unaotosha na usiopingika unaonesha kwamba seneta asiye na ukomo Joseph Kabila Kabange ana hatia ya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya kibinadamu na kushiriki katika uasi mashariki mwa nchi. Tunamwalika rais wa zamani wa jamhuri kuja kukubaliana na mahakama za kisheria hapa Kongo. Tunasubiri ruhusa kutoka kwa bunge la Senate kuhusu kuondolewa kwa kinga ya useneta ili kuanza kumnyang'anya mali zake na hali hiyo halali, na hivyo kuruhusu mahakama kuanza kusikiliza kesi yake ili watu wapate kujulishwa kisheria uwajibikaji wa bwana Joseph Kabila. Uamuzi huu umechukuliwa siku kadhaa kupita tangu rais Joseph Kabila aripotiwe kuonekana katika maeneo ya Goma huko mashariki mwa DRC kwenye mpaka wa Rwanda, mji ambao unakaliwa na waasi hao wa M23 wanaosaidiwa kwa kiasi kikubwa na RDF na serikali ya Rwanda.